kama serikali ndani ya kata ya Sinza tunataka tuone kwamba ni kwa jinsi gani tutapunguza migogoro kati ya wenye nyumba na wapangaji, hasa kwa kutumia umoja huu wa madalali, kwa sababu ni dalali ndiye anayemchukua mpangaji na kumtambulisha kwa mwenye nyumba. Kwa hiyo ndio pointi ya kwanza ya mahusiano haya. Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo tunakwenda kufanya kushirikiana na hawa, lakini kushirikiana na idara ya sheria ndani ya manispaa ya Ubungo kuona kwamba tunakuwa na mfumo fulani ambayo inarasimisha mahusiano haya, inarasimisha stahiki zao, lakini pia inapunguza kero na migogoro ambayo inaweza katokea pale ambapo kodi imemalizika lakini mwenye nyumba au mpangaji hayuko tayari kuhama. Hatua ya kwanza ambayo tumefanya ni kutambua kulingana na legality ya wao kuwa chombo rasmi ambacho kinaleta pamoja madalali katika kata ya Sinza. Sasa baada ya hatua hiyo ndio naweza nikaanza kusemea chombo hichi, kwa maana kwamba naweza karudi kwenye vikao vyetu ndani ya baraza letu la madiwani na kujenga hoja za msingi za kuona kwamba shughuli za kiudalali ndani ya kata yetu ya Sinza, ndani ya manispaa yetu ya Ubungo zinaratibiwa kwa mujibu wa sheria. Kabla ya hapo nisingeweza kufanya hivyo kwa sababu uhalali wa wao kuwepo nilikuwa sijawa nayo. Hapa nilipo napozungumza nanyi tayari nayo katiba yao, kwa hiyo nawatambua rasmi mimi kama diwani, lakini ofisi ya mtendaji ambaye ndiye katibu wangu wa kamati ya maendeleo ya kata tayari pia imeshapata nakala hii, nao ofisi yake inatambua uwepo wao. Then kuanzia hapa tulipo kwenda mbele, naahidi kwamba tutashirikiana nao na tutaona sasa ni kwa jinsi gani tunarasimisha na tunawapa ushirikiano katika shughuli zao za kila siku. Ni wapongeze ambao waliibua hili wazo, wakaamua kukaa kama madalali, kuona hapana, umefika wakati tutambulike, na hii itatusaidia kwenye masuala ya kiusalama zaidi. Kwa kama mtu atakwenda kupangisha mtu mara mbili na sio mwanachama wa chama hiki, ni rahisi kudili naye. Lakini pia kama ni mwanachama, ni rahisi viongozi wa chama hiki kutusaidia, huyu aliyefanya hivi ni fulani. Kwa hiyo itatusaidia kuweza kudhibiti uhalifu wa namna hiyo ambao umekuwa unasababisha migogoro mikubwa katika mitaa yetu ya Sinza, mitaa yetu mitano. Hii migogoro ndio mikubwa katika masuala ya wapangaji. Kwa hiyo mimi niwapongeze. Kwa hiyo mimi kama polisi kata nawapongeza na napongeza viongozi na wote ambao waliamua kuanzisha wazo hili na kuamua kulifanyia kazi. Ninachotaka kuwahimiza hawa madalali ni kufanya kazi yao hii kwa weledi, kufanya kazi yao hii kwa uaminifu, lakini wasimuonee haya mtu yeyote ambaye anataka kuvuruga umoja wao huu. Waweze ikiwezekana, kama atatokea mtu anawachanganya, anawagonganisha wapangaji, wamuondoe kwenye chama. Ikiwezekana wamuondoe, kama kuna taratibu alifuata akapata kitambulisho, hata afutiwe kitambulisho. Kwa sababu kama wataifanya kazi yao kama walivyojipanga, ninaamini migogoro hii itaisha. Migogoro hii kati ya wapangaji pamoja na madalali wanaoonyesha vyumba itaisha kabisa. Kwa hiyo mimi niwahamasishe sana viongozi ambao watakuwa wameshika nafasi hii, na kama wana katiba yao watakuwa wanabadilishana, basi wawe wakali ili kazi yao ifanyike kwa weledi na kwa uaminifu, ili migogoro ya namna hii iishe kabisa kwenye eneo letu la Sinza. Leo hii tarehe 31 ya mwezi huu wa 5 tunaadhimisha mwaka mmoja toka kuanzishwa kwa umoja huu. Umoja huu ulianzishwa rasmi tarehe 1 ya mwezi wa 6 2024. Kwa kesho ndio tunatimiza, kwa sababu kesho ni Jumapili na mara nyingi Jumapili tunakuwa tumepumzika, kwa hiyo tunaadhimisha leo. Dhumuni kubwa ni kuwakutanisha madalali wa Sinza na viunga vya karibu na Sinza. Umoja huu labda tuseme tulianza kama watu 20. Wakati tunaanza tulikuwa watu 20, lakini sasa hivi tumefika watu 100. Ni wazi kwamba unazidi kupanuka. Na wale ambao nadhani watakuwa wako nje kwa kitendo hiki, tuna imani kwamba wanaweza kuja kujiunga na sisi na nafasi zipo, tunawakaribisha. Umoja wa madalali umejumuisha madalali wa aina gani na aina gani? Madalali hapa ambao tuwepo sisi asilimia kubwa ni madalali wa nyumba. Pamoja na kwamba kuna madalali wenzetu 2-3 ambao wanashughulika na udalali wa magari, wamekuja kujiunga baada ya kuona kwamba umoja msimamo wake ukoje. Lakini asilimia kubwa ni madalali wa nyumba, viwanja, mashamba, magodauni na sehemu zote ambazo zipo Dar es Salaam, sio Sinza peke yake.
Kazi ya udalali ni kama kazi nyingine. Kazi ya udalali unasomesha watoto, unalisha familia, sawa? Kazi ya udalali ni kazi kama kazi nyingine, lakini sasa watu wengine wanadharau. Wanapomwona dalali wanajua ni dalali tu, lakini udalali una mambo mengi sana. Tuna familia ambazo zinategemea kazi hizi za udalali. Na tunakutana na changamoto nyingi. Sawa, changamoto za kwanza, mtu anaweza kumpeleka kwenye nyumba, matokeo yake sikupitia, akaenda kukutana na mwenye tapeli ambaye mwenye tapeli, akamtapeli, afu matokeo yake anaenda polisi mwenyewe, fulani kahusika, lakini angekushirikisha toka mwanzo yote singemtokea. Katika kazi ya viwanja, uzuri wa viwanja uze vile hati au vile ofa. Lakini kukutana na viwanja hivi squatter ni changamoto nyingi squatter. Kuna matapeli wameingia kwenye mambo ya viwanja squatter hivi. Kwa sababu mmiliki umjui vizuri. Sawa, wanashirikiana na watu matapeli. Naogopa sana hao wazee. Ni changamoto ninazokutana nazo. Mteja anavyokuja anakuja kwa kunyenyekea. Anataka nyumba, anataka chumba cha kuishi, namtafutia na chumba anakipata. Lakini baadaye ananikimbia, anakwenda kwa mwenye nyumba, anachukua hela, analipa kwa mwenye nyumba, mimi sipati pesa yangu. Kwa hiyo huwa napata changamoto nyingi sana kuhusu hela yangu kuipata. Sasa kupitia hiki chama chenu, nadhani hii changamoto mtakuja kuimaliza, na kama mjaimaliza mmejenga utaratibu wote wa kumaliza changamoto chache kama hizi? Changamoto hizi zitaisha kwa sasa hivi kwa sababu madhali tumeshaathiriwa, tumeshafikia mahali kututambua uongozi wa serikali. Kwa maana sisi tutalia na mteja, tunaenda serikalini, tunamalizana naye. Mimi nimenufaika na umoja kwa sababu kama hivi tuko pamoja. Lakini yule asiyojiunga ndo atajilaumu kwa sababu sisi tunakufa na kuzikana. Akiumwa mtoto unasaidiwa. Akiumwa mumeo anasaidiwa, akiumwa mkeo tunamsaidia. Kwa maana hiyo umoja wetu ni nguvu, utengano ni udhaifu.